Wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi popote mnapopatikana, tunawasalimu na kuwatakia usikilivu mwema kwenye habari hizi kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Kwanza mtasari wake. Mji kuu la Kinshasa, taarifa ya shirika la BCNUDH inalaumu mwenendo wa ukiukaji wa haki za kibinadamu. Huko Bunia, upunguko kwa vifo vinavyotokana na ugonjwa wa Ebola unaonekana upaa Mungwalu kulingana na vyanzo vya afya. Waendesha pikipiki wengi wa Matadi huko Kongo Central sasa wanakataa kulipa kodi ya makubaliano ya ukarabati na matengenezo ya barabara. Hayo na mengine mpendwa katika taarifa hii ya habari. Mtangazaji ni mimi Benjamin Mudumbi. Amjambo tena wapendwa wasikilizaji. Kama nimemaliza kuyasema, kulingana na taarifa ya shirika la BCNUDH, zaidi ya matukio 1012 za ukiukaji wa haki za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na matukio 59 ya ubakaji, yalihesabiwa katika mwezi wa 5 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ofisi wa Umoja wa Mataifa ya haki za kibinadamu yaonesha kuwa 80% ya ukiukaji huo umeripotiwa katika mkoa wa Ituri na katika mkoa miwili ya Kivu. Mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini na Ituri ni kutokana na mashambulizi ya ADF na waasi wa M23. Kuhusu ubakaji unatokana na usalama mdogo, ripoti hiyo inahesabu watu 59 ambao wengi wao ni wakina mama na wasichana wadogo. Katika ripoti yake ya hivi karibuni ya kila mwezi iliyofanyika hii siku ya 5, shirika la BCNUDH inafahamisha kuzorota kwa hali ya usalama ya kibinadamu katika eneo la kitaifa katika mwezi wa 5 mwaka tunao. Tujelekeze Kivu Kaskazini, wasiwasi mkubwa kisha mapigano makali kati ya wazalendo na AFC M23. Hii siku ya 5, makao makuu ya eneo la Masisi na maeneo ya jirani yameamka katika woga hii siku ya 5 asubuhi kisha usiku wa milio ya silaha nzito na nyepesi. Kulingana na vyanzo vya eneo hilo, mapigano yalianza tangu saa 5 za usiku kati ya wapigani wa wazalendo na waasi wa AFC M23. Hadi sasa hakuna ripoti yoyote kuhusu idadi ya waanga au matokeo kisha mapigano haya. Hata hivyo, vyanzo vya kibinadamu vinatambua kuwa shughuli zote zimesimama katika eneo hilo la Masisi. Tuko Kivu Kaskazini. Kama nimetanguliza, katika mkoa wa Ituri, upunguko kwa vifo vinavyotokana na ugonjwa wa Ebola unaonekana katika wilaya wa Mungwalu, kilomita 85 pande kaskazini huko Bunia, kwenye eneo la Jugu ambalo ni moja ya maeneo inayoshikwa na mlipuko huo. Kulingana na vyanzo vya afya, mabadiliko haya yanatokana na kujitolea kwa jamii za mitaa katika kuheshimu na kufuata hatua za kujikinga. Kwa hiyo kando na Mungwalu, visa vinavyotiliwa shaka na vifo vya mtaani vinaendelea kuripotiwa. Hii inatokana na hali mbaya ya barabara za mahali, pia usalama mdogo unaosababishwa na makundi ya waasi. Ripoti yake Isaac Remoyope kutoka Mungwalu, utafsiri wake Roneli Ntibonera. Katika eneo la Mungwalu Centre, vifaa vya kunawa mikono vimewekwa mbele ya maduka, soko na maeneo mengine wanapokusanyika watu wengi. Mikutano ya watu imekuwa ikipungua sana. Mabadiliko haya yanaonyesha kwa wakaaji wameanza kuelewa kuwa janga hili la Ebola ni tishio kwao kutokana na idadi ya watu waliofariki hasa katika kata za Shuni ya kwanza na Shuni ya pili mwanzoni wa mlipuko wa visa. Kwa mjibu wa vyanzo vya kiafya, hakuna ongezeko la vifo lililoripotiwa wala katika kituo cha matibabu ya Ebola wala ndani ya jamii kwa zaidi ya wiki moja. Hata hivyo, hali inabaki ya wasiwasi katika maeneo ya pembezoni mwa Mungwalu. Hii ni pamoja na eneo la afya la Damas ambako timu za kukabiliana na maradhi zinapata ugumu kufikia wananchi kutokana na hali mbaya ya barabara na upinzani wa baadhi ya wakaaji. Wasiwasi pia inaendelea katika kitongoji cha Sayo na vijiji jirani ambako uwepo wa makundi yenye silaha inazidisha ugumu wa shughuli za uhamasishaji na kukabiliana na janga. Hatua zinaendelea kuchukuliwa ili kualika makundi haya kushiriki katika juhudi za kupambana na Ebola. Tubaki mjini Bunia ambapo waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa Tuluka amewasili hii siku ya 5 mchana huko Mungwalu
Mungwalu, kitovu cha mlipuko wa ugonjwa wa virusi ya Ebola huko Ituri. Alipowasili, waziri mkuu alitembelea kituo cha matibabu ya Ebola pamoja na hospitali kuu ya Mungwalu. Wakati wa ziara hiyo, kiongozi huo wa serikali alifanya mazungumzo na viongozi wa kisiasa, viongozi wa mahali, timu zilizowekwa kwa kupiganisha ugonjwa huo pamoja na washirika la kibinadamu. Matembezi haya yanalenga kujua namna gani mapambano kuhusu Ebola inafanywa ili kuimarisha namna na hatua zinazolenga kukomesha mlipuko huo wa ugonjwa. Mjini Kindu, mgomo wa madaktari mkoani Maniema. Wataalamu wa afya wanasimamia msimamo wao na wameamua kufunga hospitali kabisa bila kutoa hata huduma ndogo. Madaktari hawa wana nia ya kuendelea na mgomo huo mpaka serikali itakapojibu matakwa yao. Tangazo hili limetolewa na katibu wa muungano wa kitaifa wa madaktari Sinamed wa Maniema. Ilikuwa jana siku ya 4 mjini Kindu. Ripoti yake Florence Kizalunga. Katika hospitali hii kubwa ya mkoa yenye uwezo wa vitanda 214, ni mkurugenzi wa tiba na afisa mkuu wa tiba pekee ndio wanaowahudumia wagonjwa. Mkurugenzi wa tiba Daktari Famba Ramazani anaeleza masikitiko yake makubwa. Depuis mwezi ilianza, pamedecin bote banaenda greve. Inatuletea shida kabisa paske hospital kabambi kama hii inatumika na bamedecin mbili. Iko shida sana kwetu, tunachoka si wawili kutumika usubuhi, mchana sawa vile usiku. Kwa upande wa chama cha kitaifa cha madaktari, hakuna swala la kurejea kazini hadi pale madai yao yatakaposhughulikiwa. Daktari Mark Tutu ni katibu mtendaji wa Sinamed Maniema. Hapa kwetu kumanyema mgomo inaendelea kuforma ya hopitaux sans médecin. Waganga wa daktari wanakatala katakata kurudi kukazi kama abayaona ile enye gouvernement ili promettre intégration ya paye complémentaire au mois de juillet, alignement ya 800 médecins kwa trimestre moja na kulipa ile maariere enye libakia leo miezi 4. Kutokana na hali hii, baadhi ya watu wanapendelea kutafuta huduma za matibabu katika vituo vya binafsi badala ya vile vya umma. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Huko Lubumbashi, kiongozi wa ofisi wa bunge la mkoa wa Olomami na mweka hazina wake wamejiuzulu kazini. Ulitangaza uamuzi huo siku ya 4 katika barua walizomwandikia kiongozi wa ofisi ya muda. Kama mmoja kati yao alitaja sababu zake binafsi, mwingine aligusia hitaji la kuwaweka vijana kwenye timu kwa ajili ya utendaji mzuri wa taasisi jimboni humo. Ikumbukwe kuwa wajumbe hawa wawili wa ofisi tayari walikuwa wakifuatiliwa tangu mwezi wa 5 uliopita. Mjini Matadi, hasira ya waendesha pikipiki kuhusu ulipaji wa kodi. Waendesha pikipiki wengi wa Matadi huko Kongo Central sasa wanakataa kulipa kodi ya makubaliano ya ukarabati na matengenezo ya barabara. Wanasema kwamba kufuatana na mchango huu ya franga za Kongo 100 unaokusanywa katika vituo mbalimbali vya pikipiki mjini, hakuna matokeo kamili. Kwa upande wake, mamlaka kuu ya mapato ya Kongo Central inakumbusha kwamba kodi hii ya lazima na inajaribu kuwatuliza na kuhakikisha madereva hao kuhusu matumizi yake. Mjini Mujimai, ukosefu wa majani ya muhogo unaonekana. Hii ni mboga inayopendwa sana na wakaaji wa mji huu wa Kasai Oriental. Wataalamu wanaeleza kuwa chanzo cha shida hii na wakati hii wakipwa. Matokeo yake, bei sokoni yanaonekana kupanda na familia nyingi ambazo zinatumia kwa kawaida mboga huu zinapata shida ya kuinunua. Mboga zingine kama lengalenga na shu zinapatikana kwa bei nzuri, lakini wakina mama wengi wana mashaka wakiamini kwamba mboga hizo zinalimwa kwa kutumiwa mboleo ya kukomalisha mimea. Ripoti ya Esther Ndalafina, utafsiri wake Jeremy Baraka. Katika soko kuu ya Sombe ambayo hupatikana kwa wingi siku hizi zote, imekosekana wakati huu wa kipwa. Mchuuzi mmoja amesema ya kwamba kwa sasa wanalazimika kutembea wakati mrefu ili waweze kupata sombe, na wenyeji shamba wanapandisha bei. Zamani sombe ambayo walikuwa wakinunua kwa 500 kwa leo ni 1000. Hata restora nyingi zinakuwa zikiguswa na ukosefu huo kwa familia zenye watoto wengi. Hali imekuwa tatizo kubwa. Kutokana na hali hiyo,
hiyo, watu wanaokula sombe wameanza kula zaidi lengalenga, chou-fleur ambazo zinapatikana siku hizi kwa wingi na kwa bei nzuri. Ijapokuwa hiyo, wamama wanapiga yowe kwa sababu ya mboga hizo mara nyingi ambazo zinakuwa zikilimwa kutumia mbolea ya kisasa, jambo linalowatia wasiwasi hasa kuhusu usalama wa afya zao. Familia nyingi zinakuwa zikisema kuwa sombe bado ni chakula muhimu sana katika maisha yao ya kila siku, kwani sombe hizo huliwa pamoja na ugali wa mhogo, wali, ndizi na kupiga hata mhogo, na hiyo inakuwa ikisaidia ili maisha yao yaweze kuendelea na watoto waweze kushiba. Tumalize kipindi cha kwanza cha toleo letu mjini Beni, Kivu Kaskazini. Wakati huu wa mafungo ya shule, watoto wanakuwa wakizunguka kiolela barabarani, hali ambayo inaleta wasiwasi kwa watetezi wa haki za watoto. Mtaa ya mji huo wa Beni imekuwa ikipokea watoto wengi kwa wiki chache sasa wakati huu wa mafungo ya shule. Wamoja kati yao wanapitisha masaa mengi mbali na familia zao, hali inayowatia wasiwasi watetezi wa haki na ulinzi wa watoto wakati eneo hilo linahusika na mlipuko wa Ebola. Ripoti yake Martial Papi Mukeba, usomi wake Jeremy Baraka. Watoto wanacheza na kuweza kuzunguka au kukaa sehemu kubwa ya siku katika maeneo ya umma ama endroit public mjini Beni. Wakati huu wa likizo ya shule, idadi ya watoto hao wanaotembea hasa mtihani bila wazazi na walezi wao inazidi kuongezeka kina leo. Hali hii imeweza kuwatia wasiwasi wazazi wengi, kama mzazi huyu anavyoeleza, namnukuu: tunaona watoto wengi wa umri tofauti wanamaliza siku mzima nje, hawana hata wale ambao wanakuwa wakiwasindikiza. Wakati mwingine hawajui wanakokwenda wala wanakotoka hata wanachokifanya. Hali hii inaweza kuwaweka kwenye hatari mbalimbali. Wazazi wanapaswa kuwafuatilia hasa watoto wao na kuweza kuwalea vizuri zaidi wakati huu wa likizo, anamalizia kusema. Kwa upande wake Joel Kavuya, mlezi mkuu wa bunge la watoto Beni Butembo Lubero, anasema hali hii inahitaji umakini mkubwa zaidi. Likizo ya shule itaendelea hadi mwisho wa mwezi wa 8, huku wazazi wakihimizwa kuweza kuwalea watoto kwa umakini watoto hawa ili kuweza kuepukana na mambo mabaya ambayo yanaweza kuwapata hasa wakati huu wa mafungo. Wapendwa wasikilizaji, mubaki nasi kwenye kipindi cha pili kinachotolewa naye Bernardin Nyangi. Radio Okapi, invité en Swahili. Jimboni Maniema, wakati wanafunzi wako likizoni, shule za Kianglikani zaendelesha vikao ili kuandaa mwaka wa masomo 2026-2027 ujao. Mkutano wa hivi karibuni wa walimu ulifanyika mjini Kindu. Ili kuelewa lengo la jitihada haya, tulimwoji Zakari Masimango Katanda, askofu wa dayosisi ya Anglikani ya Kindu. Anajibu katika mazungumzo haya na Florence Kizalunga. Baba Zakari Katanda Masimango, jambo. Jambo sana journaliste. Wakati watoto wiko kwenye mapumziko, nyinyi mumeweza kukusanyisha walimu na wakuu viongozi wa mashule ya Kianglikani kwa ukomo gani? Tunawakusanyisha kwa ukomo ya kubaki pamoja na wao kwa kuchunguza sababu gani hiyo nivo ya masomo ya watoto inashuka, sio kama kawaida. Inafaa tujifunze pamoja, tutafute namna gani tunaweza kuongeza hiyo nivo ya elimu ya watoto wetu kusudi tupane kwa Kongo watoto wanaofaa kwa kuendelesha hii nchi mbele. Tunaweza kusema ni namna yenu ya kuweza kutayarisha vizuri mwaka wa masomo ujao ya 2026 mwaka 2027. Na ni vile mama journalist, tunapenda tutayarishe vizuri mipango yote ya masomo ambao leta anatupatia sisi kwa mwaka ijayo kusudi tuanze vizuri na tutamaliza vizuri. Katika kikao hiki nini ilionekana kama vile magumu ama shida kubwa kwa ajili ya mashule zenu ndani ya mwaka iliyopita? Kwa mwaka iliyopita tuliona shida iko ngambo yote. Tuliona shida ngambo ya walimu, ngambo ya wazazi na ngambo ya wanafunzi wao wenyewe. Na shida ya walimu ni nini? Walimu wengi hawana wakati ya kutayarisha mafundisho kwa watoto. Walimu wengi wanakuwa wanafunzi, wengine wanatumika huko na huko kwa kusudi ya kupiganisha maisha. Kuna pia wanafunzi wengi ambao hawajitoe sana kwa masomo, wanategemea rushwa, na wazazi wengine hawafuatilie watoto nyumbani. Hii yote ni vizuri tuchangiane pamoja kusudi mwaka ijayo tuangalie wanani ambao wanaweza kutusaidia kwa kuweza kuongeza elimu ya watoto wetu. Kufatana na hiyo jambo,
suluhisho gani mliweza kukamata kwa ajili ya kurekebisha? Kwa kurekebisha, ya kwanza tutafuatilia sana mambo ya walimu, na ya pili tutafuatilia sana mambo ya watoto na kuwaweka kwa hali ya mzuri kwa kuweza kujifunza, kurekebisha manyumba ambao wanajifunza ndani na kuleta vifaa za didaktiki kusudi watoto waweze kujifunza kwa hali ambayo inaofaa kufuatana na mipango ambao serikali anaweka mbele yetu. Hiyo ni hakikisho ama espoir, matumaini ambapo umepatia wazazi wenye kutuma watoto wao kunako mashule za Anglikani kusema kwamba mwaka ujao watoto wao wataweza kusoma kama kawaida. Ndiyo, ni matumaini, ndio Kiswahili mzuri, ni matumaini, sababu bila matumaini hakuna mwenendo. Tuna matumaini, tuna ile mwelekeo ambao tunapenda tusimamishe kwa masomo zetu zote, na ile mwelekeo itatusaidia sisi wote tuangalie mbele, tuangalie kwa ile mwelekeo kusudi mambo yende mzuri kwa masomo ambayo serikali inatupatia tuweze kuyaongoza. Kuona basi mumeweza kushirikisha walimu katika kikao hiki na mumeweza kunyanyua elimu yao, nini mnapendelea walimu wafanye katika mwaka ujao ambapo itaanzia hapa kunako Septemba ijao? Tunapenda kwanza walimu waheshimu mipango ya serikali ambao iko mikononi mwao. Programu ya masomo iko wazi, waimalize, waifundishe vizuri, wasikilize mashauri ya wainspekta na ya wazazi na hata ya kanisa. Na kwa ngambo ya sisi kanisa tutajitahidi sana kuwasindikiza walimu kiroho na pia kuwasaidia kuameliore namna ya maisha yao. Tunafikiria kwamba mliweza pia kuzungumzia kuhusu miundombinu, yani mabatiment, equipement ya mashule zenu. Ndiyo, kwa mwaka uliopita tumejenga masomo nyingi sana, karibu 7 ya msingi na ya sekondari, na tumetia vitabu, na hapa nyuma tumewaletea njia mpya ya kujifunza kwa kutumia internet, kwa kwenda kwa site ile ya departement yetu ya masomo kutafuta vifaa mbalimbali ambao serikali imetayarisha kusudi walimu watumikishe kwa kuweza kurenforcer namna yao ya kufundisha. Sasa wakati unaposema kwamba mashule za Anglikani hawezi kuwa kama vile ya lala, mahali ambapo wanafunzi waliofukuziwa mahali nyingine wanakuja huku kwenu, nyinyi mtafanya nini? Ndio, sisi kabisa kweli tutafanya mkazo juu ya mambo ya inscription. Tutachunguza sana mambo ya inscription. Haiko tu afere ya prefet, directeur na balimu na baparara. Si kanisa tutaingia pia ndani. Tutaingiza system ya kufanya concours. Tuyue niveau ya watoto watopokea na namna gani. Sababu najua kama ufanye concours utapokea n'importe qui, na ndio naita mambo ya rushwa kuandikisha watu. Hata biko 5 au 6 tutafanya concours, tuyue biko na niveau gani kusudi tubapokee, tuyue kwanza banahitaji nini hawa watoto biko hapa hivi. Zakari Katanda Masimango, shukrani. Asante sana mama journalist. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kupitia hiyo mpango wa msako zidi ya kuenea kwa virusi vya Ebola, viongozi wa jamii na wahudumu wa masishaji katika mji wa Beni waendelesha juhudi za kuelimisha umma kuhusu kuzingatia hatua za kujikinga. Waliofaidika na mafunzo haya kadhalika wahimizwa kusambaza taarifa hizo ndani ya jamii zao ili kuhakikisha ushiriki kamili wa umma katika kuzuia ugonjwa huo kuenea. Ripoti yake Marke Marufimbo. Waliofunzwa kuhusu kipi kujikinga na janga la Ebola walisema kupata tena ujuzi nyingine. Neema Kaambu ni mmoja wao. Nilishika mafundisho leo eke tunapasha comprendre que maladie iko deja hapa. Tuache kudute parce que c'est une maladie qui est réelle. Haiko Ebola kope gisi batu wanazoea kusema. Ndabambia ke baendelee kujiproteger parce que magonjwa iko deja. Janga la Ebola sio ya kudharau, alisema kwa upande wake Kavuo Maliabo Anastasie. Mafundisho yenyewe tunafundishiwa ni ya muhimu sana sana, tena kuhusu hali ya hewa yenyewe tuko tunaishi leo. Hali yenyewe inatuomba tukue makini kwa hali ya kuishi yetu. Mambo ugonjwa iko ile ugonjwa kukua, wanatufundisha kwamba hayombe kukua negligent. Unge unazarau hali yenye iko kama magonjwa iko, inatuomba tukamate ma mesures de barriere, ma precaution. Namna gani tutaishi? Mama wewe nyumbani kwanza, nyumbani kwako unaona namna gani utachunga jamaa, na unawaambia namna gani naomba kujikinga, na unawafundisha kwa kujikinga. Ya kwanza inaomba tu nawe kwanza mikono saa yote, unawe fasi yote kwenye mtoto anachezea, unakontrole mtoto anacheza anatoka kule, mwambie anawe mikono. Mgeni anapoingia ndani ya parceli anawe mikono, na ile na tubidi tutayarishe mbegeti ya kukwana nawisha na pale kumbele ya mlango.
Kwake Placide Mate, msimamizi wa jamii, kuongeza tena mashauri ya ukingo. Kama sisi wakaaji tujue ya kwamba kujikinga kwa hii magonjwa, kitu ya kwanza ni kuweza kushika yenye wanaita mamezir barriere, ni kunawa mkono kwa maji safi na sabuni kwa kila wakati. Wakati unaona mtu amegonjwa, lazima sana umutume kunako kituo ya afya ili waganga wamupe matunzo inayofaa, na ni wao ndio watakayoweza kuchunguza ya kwamba kuna shida kubwa au hapana, na ile wakati tutakuwa tumeweza kuchunga komunote yetu. Ifahamike kwamba waliofunzwa watakuwa walimu kwa wengine ili pamoja kuweka kando janga hili la Ebola. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi. Ni hayo yaliyojiri kwa kipindi chetu cha pili cha habari. Mtangazaji ilikuwa mimi Benjamin Mudumbi, kwa ufundi tulisaidiwa naye Jedone Nyangasa. Mwisho wa toleo, aksanti kwa kutufata.